Katika maeneo mengi shida sio masoko. Katika maeneo mengi shida ni viwango vinavyoweza kumshawishi mnunuzi. Kwa hiyo kwa mechanization tunazoendelea nazo, kwa uwekezaji huu tunaoendelea nao, ni lazima, kama kauli mbiu inavyotutuma, ni lazima tuendelee kuoanisha uzalishaji na vigezo vya kimataifa vya masoko. Maonesho haya katika kanda zote, na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alilisema vizuri sana, yanafuata pia aina ya bidhaa zinazozalishwa. Ili tusifanye maonesho kwa gharama kubwa, kadri tunavyoendelea na uzalishaji katika maeneo yetu, tuendelee kufanya maonesho haya pia katika maeneo husika. Kwa mfano, katika briefing yenu mlinielezea kwamba kanda ile ya Mbeya ina Ruvuma, ina Njombe, ina Iringa, ina Mbeya, ina Songwe, ina Rukwa, ina Katavi. Ukanda mmoja unazalisha zaidi mahindi. Lakini ukanda huu hapa tumeutenga sasa kwa horticulture, ikiwemo zao jipya ile ambalo limekuja la parachichi. Wenda tunakokwenda, Mheshimiwa Waziri, mnaweza mkaanza kuangalia senta ya Njombe ambayo itakuwa na Ruvuma pamoja na Iringa, ukanda wa baridi ambao mazao yake yanaweza yakawa yanatofautiana kidogo na yale yanayopatikana katika ukanda mwingine. Lengo ikiwa ni kuipeleka elimu hii kwa wakulima na wafugaji, kwamba bidhaa hizi tunazoonesha sasa isiwe kwa ajili ya maonesho tu, bali ndo viwe viwango vya kila siku katika shughuli zetu za uzalishaji. Tukitekeleza kwa umakini kauli mbiu hii, na tukatekeleza kwa umakini yale yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, na tukifuata kwa umakini yale yaliyoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM, na tukifuata kwa umakini miongozo ambayo inatolewa na serikali kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan, tutapata masuluhisho kama nilivyosema: moja, ya masoko; mbili, tutakwenda kupata masuluhisho ya kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Katika uchumi, baadhi ya takwimu huwa ni wastani. Nasema wastani wa pato la kila mtu kwa mwaka, wastani wa pato la kila mtu kwa siku. Lakini tukiongeza uzalishaji, tunaenda kupata kipato cha kila mtu kwa uhalisia. Kwa hiyo tutakuwa tumejibu tatizo la kupunguza umaskini ndani ya jamii yetu. Lakini pia tukiyatekeleza kwa umakini haya, tutakuwa tumetimiza kwa vitendo hatua tunazochukua za kupambana na tatizo la ajira kwa vijana, ajira kwa kina mama. Tumeona katika mabanda tulikopita ushuhuda wa vijana, ushuhuda wa kina mama, ushuhuda wa makundi mbalimbali ambao wametuelezea hatua ambazo wamezichukua na zimetengeneza ajira na zimetengeneza kipato kwa wahusika. Serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira wezeshi kwa wakulima wetu, wafugaji pamoja na wavuvi wa nchi hii, ili waweze kufanya shughuli zao bila vikwazo. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za Pars Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tawa, floor namba 8. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni.
Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuhudumie.